tumepewa neema. Kila mtumishi wa Mungu unayemwona amepewa neema ya kuwa mtumishi. Hakuna mtu ambaye anatumika bila kupewa neema. Wote tumepewa neema. Asa tunaambiwa hiyo neema tuliyopewa tusiipokee bure. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba neema ya utumishi iliyoko ndani yako isikae kwa hasara, ikae kwa kuzalisha faida kwa ajili ya yule Mungu aliyekupa hiyo neema. Na anasema wakati uliokubalika ni sasa, siku ya wokovu ni sasa. Kwa hiyo neema, uwezo, karama na vipawa vya huduma vilivyowekwa ndani yako, usije ukafikiri vinasubiri wakati mwingine ndio ukavitumie. Ila wakati ni sasa, ni sasa. Na ndio maana umepata neema ya kujitambua kwamba mimi ni mhudumu, mimi ni mtumishi wa Mungu. Ile kujitambua wewe ni mhudumu, wewe ni mtumishi wa Mungu, au ile kupewa nafasi aidha kwenye kanisa au kwenye kikundi cha Wakristo wenzako kwamba utatutumikia hapa kwenye huduma fulani. Ile kupewa hiyo nafasi ni ishara ya kimungu kwamba saa ya wewe kutumika ni muda huo. Saa ya wewe kuonyesha kile Mungu alichoweka ndani yako ni muda huo. Ndio maana tunaambiwa wakati uliokubalika ni sasa. Afu anasema tusiwe kwazo la namna yoyote katika jambo lolote. Unaposhindwa kujitambua kwamba wakati wa kutumika kwa ufanisi ni sasa, unaweza ukatumika kimazoea. Unaweza ukatumika kimazoea. Na unapotumika kimazoea, unageuka kuwa kwazo badala ya baraka. Na ndio maana, kwani hujawahi kuona kuna mahala kwa ajili ya mtumishi fulani huduma inakufa? Kwa ajili ya mtumishi fulani kundi linavurugika. Kwa ajili ya mtumishi fulani watu wanazira kwenda kanisani. Kwa ajili ya mtumishi fulani watu wanazira kuongea. Unafikiri ni kwa nini? Ina maana huyo mtumishi hatumiki kama baraka, anatumika kama kwazo. Na ndio maana kama mhudumu ni jambo la kujichunguza mapema. Mafuta yaliyowekwa ndani yako unayatumiaje? Unayatumia kwa ajili ya kukwaza watu au kwa ajili ya baraka na kuleta sifa mbele za Mungu? Kwa sababu angalia kitu Mungu anachowaambia Wakorintho.